Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube. Moja kwa moja Mkupa TV ipo hapa katika uwanja wa Amani mjini Kibaigwa ikishuhudia Seba Ndondo Cup 2026. Ninaye meneja wa mashindano haya. Asante. Kwa majina naitwa Noel Moses Robertson, ni meneja mashindano ya Seba Ndondo Cup 2026. Kwa ujumla mashindano haya yamefunguliwa siku ya tarehe 2 mpaka leo kufikia tarehe 7, ni mechi takriban ya 5. Mashindano yalimeanza yakiwa katika hali ambayo timu zinapitia sana, zimekuwa zinaleta sana challenge uwanjani, ambapo hata zile timu ambazo zilikuwa zinaonekana mashindano yaliyopita zilikuwa zinajitahidi au ndo zipo timu za juu zimeanza kwa kutopata matokeo mazuri, kwamba unaonekana ni namna gani ligi ya mwaka huu ilivyojipanga kwa ushindani. Sababu ukiangalia hata bingwa wa mtetezi mechi ya kwanza ambaye ni Galaxy FC kutoka Panda Mbili amefungwa dhidi ya timu ya Lenjuru. Pia mwanafainali mwenzie timu ya Machenje FC kutoka kata ya Machenje pia iliweza kutoka sare. Kwa hiyo mashindano ya mwaka huu yamekuwa ni magumu kwa sababu kila timu imejiandaa, of course, kwa sababu zawadi ni kubwa na timu zimejipanga mno. Kwa hiyo ligi imekuwa na ushindani, maana kwamba hata watu wanapokuja uwanjani kila mtu matokeo yanayotokea yanakuwa ni surprise kwake. Kwa hiyo nipende kusema mashindano yetu yanaendelea vyema. Changamoto zilizopo ni changamoto za ndogo tu, kila mashindano yanaendelea vyema. Marefari wamekuwa wanachezesha vizuri, wanajitahidi kutenda haki, kumekuwa hakuna malalamiko, ulinzi na usalama uko vizuri, timu zinawahi. Unaweza ukajiona labda hata mechi leo timu ya Soft Touch toka Dodoma inacheza na KPS toka Kibaigwa, lakini timu ya First Touch imefika ndani ya muda mwafaka. Tangu saa 8 timu imeshawasili, na hata timu mwenyeji pia nayo imewasili muda mwafaka. Kwa timu zinapata nafasi ya kufanya warm up vizuri, na ndio maana zimekuwa zinachezwa mechi nzuri sana katika mashindano haya Seba Ndondo Cup 2026. Ndiyo meneja, unatoa wito gani labda kwa mashabiki na wapenzi wa mpira wa miguu ukanda huu wa wilaya ya Kongwa hususani na viunga vyake vyote? Of course ligi imeanza, mashabiki bado hawajitokezi kwa wingi. Na nasema mashabiki wajitokeze kwa wingi kwa sababu katika mkoa mzima wa Dodoma na hisi ni mashindano ya pili kwa ukubwa, ukitoa mashindano ya Jirani Mwema, Mavunde na ile Sports Ndondo Cup wanaweza Shafi Daudi. Kwa kama mashindano makubwa yafanyika katika eneo lao au kata yao na hapo karibu, wajitokeze kwa wingi kuja kusupport, maana watafanya mashindano yawe makubwa zaidi na zaidi katika miaka ijayo, kwa sababu tulikosa mashindano kwa kipindi kama cha miaka 6. Kwa kuja kwa mashindano mengine ni ishara kwamba wanatakiwa waamke, waje wasapoti na waache maneno. Mashabiki wajitokeze kwa wingi, waje waangalie burudani. Tunawaandalia burudani imeandaliwa kwa ajili yao. Wajitokeze kwa wingi, waje waangalie burudani na si vingine. Unaweza ukakumbuka meneja, mechi ya kwanza ya ufunguzi hadi mechi ya leo labda ni mechi ngapi ambazo zimepita na nani? Mechi ya kwanza walicheza Galaxy FC dhidi ya Lenjuru Fighters kutoka Lenjuru. Matokeo yalikuwa 1-0, alishinda Fighters ya Lenjuru. Mechi ya pili ilichezwa kati ya TBS kutoka Iduo na Mlimani City kutoka Laikala. TBS kutoka Iduo ilifanikiwa kushinda kwa goli 1-0. Mechi ya tatu iliwakutanisha Mpakani FC dhidi ya Machenje FC na matokeo ya mechi hiyo ilikuwa 1-1. Mechi ya 4 imechezwa siku ya jana, ambapo imewakutanisha Samba Boys kutoka Kibaigwa dhidi ya Firestone kutoka Mtanana, na matokeo kutamatika kwa Firestone kuibuka na ushindi wa mabao 3-1. Leo tunaenda ni mechi ya 5 ya mashindano, ambapo tunawakutanisha Soft Touch FC kutoka Dodoma mjini
dhidi ya KPS kutoka Kibaigwa. Asante sana. Mkupa TV ipo online sasa kutoka hapa uwanja huu wa Amani, CCM Amani hapa mjini Kibaigwa, ikishuhudia mechi za ligi ya Seba Ndondo Cup 2026. Unawaambia nini wapenzi wa burudani kutazama Mkupa TV? Kwanza nipende kutoa shukrani. Tangu siku ya kwanza ambapo tunafungua mashindano haya, ndugu Mkupa alikuja na aliyaweka mashindano yetu, aliyapa hadhi, kwa sababu mashindano yote yanaongezeka thamani kutokana na maandalizi na namna gani yanaendeshwa, taarifa zinawafikiaje wadau waliopo nje na ndani ya mkoa, wilaya au nchi kwa ujumla. Kwa tuseme tunatoa shukrani na pia tunatoa wito kwa vyombo vingine vije vitu support. Sisi watu wa mpira, kitu kikubwa tunachokipata ni hicho furaha tu. Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube.